Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawasalimu nyote katika jina la Yesu. Bado sijakusikia. Na kusalimu katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Leo ni siku ya furaha sana, tukikumbuka kufufuka kwa Yesu Kristo. Unaweza kushangilia kwa ajili ya hiyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu kwa sababu tangu tarehe 1 mpaka leo tarehe 5 tumekuwa katika uwepo wa Mungu. Ni Mungu pekee anayekuwezesha kukaa katika uwepo wake. Tunamshukuru kwa kuwa ametupa wakati mzuri sana, na kuna mengi yametendeka ndani ya maisha yako na maisha yangu. Ninamshukuru sana Pastor Michael, mke wake, na wazee wote wa kanisa, na kushukuru pia wewe ambaye uko mahali hapa kwa upendo wenu na kunikaribisha. Mungu azidi kuwabariki sana. Ninashukuru kwa yote, na pale tulipokosea tunaomba tusamehe. Sisi ni binadamu, tunaweza kukosea pasipo kujua, na mnaweza kutusamehe. Na leo tunataka tuhitimishe semina yetu ya Pasaka katika uwepo wa Mungu. Haleluya. Tuweze kumaliza kinyonge, tuindilishe katika uwepo wa Mungu. Haleluya. Leo tunataka tujifunze nguvu ya ufufuo wa Yesu Kristo. Haleluya. Katika kufufuka kwa Yesu Kristo kuna nguvu kubwa na kuna siri kubwa. Haleluya. Na utaenda kugundua kwamba Yesu aliyekufa na kufufuka ni vitu vikubwa vimefanyika katika maisha yetu, na ndo nguvu ya Ukristo ni ufufuo wa Yesu Kristo. Tunaenda kusoma katika Luka sura yake 24. Tunaanza kusoma mstari wake wa kwanza mpaka tutafanya usomi ambao ni mrefu kidogo mpaka 7. Tunaweza tukasimama kwa kuliheshimu neno la Mungu tukasoma. Hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakiyaleta manukato walioweka tayari. Wakalikuta lile jiwe limevingirishwa mbali na kaburi. Wakaingia wasiuone mwili wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, watu wawili walisimama karibu nao, wamevaa nguo za kumetameta. Nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata chini, hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa akaliko Galilaya, akasema, imempasa mwana wa Adamu kutiwa mikononi mwa wenye dhambi na kusulubiwa na kufufuka siku ya 3. Amen. Tukae. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa uwepo wako. Tunakupenda sana Roho Mtakatifu, ufundishe pamoja nasi, utuongoze katika neno hili, ili tunaposikia neno hili tuweze kusema kama Daudi alivyosema, Bwana unena mara moja nasi usikia mara 2. Asante Roho Mtakatifu, ukachukue kwa Kristo na kuleta kwetu. Uwe mtawala mahali hapa, na ubariki neno hili likaweze kuzaa matunda ndani ya maisha yetu, kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema hata ilipofika siku ya kwanza ya juma. Haleluya. Siku ya kwanza ya juma. Haleluya. Kwa version inasema kwamba Jumapili alfajiri. Jina la Bwana libarikiwe. Ina maana Yesu Kristo alikamatwa Ijumaa. Jina la Bwana libarikiwe. Akasulubiwa, akateswa na
akafa hiyo siku ya Ijumaa. Jina la Bwana libarikiwe. Na Biblia inasema ukisoma katika Kutoka sura yake ya 12 kwenye version, nafikiri ni version ya King James au ni version gani, au version moja imenipotea. Inasema hivi: Mungu akasema na wana wa Israeli, akasema ya kwamba katika ile Kutoka sura 12, lakini kwa Swahili isemi hivi, lakini kwa French na kwa Kiingereza inasema, Mungu akasema hivi: kila familia watamchukua mwana kondoo mmoja kwa ajili ya familia moja, na kama wanafamilia ni wadogo, watawakaribisha majirani yao ili waweze kumla yule kondoo na kummaliza, kwa sababu kondoo ni sharti aliwe na amalizwe. Na Mungu akasema kwamba na kama watamla na kutakuwa na mabaki, wayachukue yote wayateketeze kwa moto. Na kondoo aliliwa jioni. Jina la Bwana libarikiwe. Na kondoo alichinjwa jioni, maana jioni ilikuwa ni nyakati ya kutoa sadaka. Sasa Mungu akasema nini? Watamchukua yule mwana kondoo siku ya 10 na atachinjwa siku ya 14. Mambo yote haya yalikuwa na maana. Namba 10 ni namba ya sheria, na Biblia inasema kwamba wakati Yesu alipokamatwa, wakasema kwa mujibu wa sheria huyu anastahili kuuawa. Jina la Bwana libarikiwe. Namba 10 ni namba ya sheria. Ina maana ni sheria iliyomkamata Yesu Kristo. Na Biblia inasema kwamba atachinjwa siku ya 14. Ina maana alikuwa anatakiwa achunguzwe siku 4. Ile siku 4 ni kuthibitisha kwamba ana tatizo lolote, ana ulemavu wala ana mawaa. Sasa tukiangalia katika wakati Yesu amekamatwa, alichunguzwa na watu 4. Alipelekwa kwa Herode, akapelekwa kwa Kayafa, akapelekwa kwa kuhani Ana, na akapelekwa pia kwa Pilato. Watu 4 walimchunguza na wakagundua kwamba anakosa. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana alistahili kufa, kwa sababu alikuwa ana dhambi, ana kasoro. Sasa Mungu akasema yule mwana kondoo atachinjwa katikati ya jioni 2. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani kwa Swahili asema hivi, kwa Swahili anasema jioni, lakini kwa version ya King James, nafikiri King James anasema atachinjwa katikati ya jioni 2. Hata kwa French anasema katikati ya jioni 2. Lakini ukiangalia siku Yesu amekufa, alikata roho alasiri. Alasiri sio jioni. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini ili kuthibitisha lile andiko, wakati Yesu anakata roho alasiri, Biblia inasema kwamba giza likaja. Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo ilikuwa ni jioni ya kinabii. Hii ni jioni ya kwanza, na ilipofika jioni ambao ni ya asili saa 12, ndio hapo walikuja kuchunguza, kwa sababu kulingana na sheria ya Kirumi, wezi walikuwa wale ambao wanahukumiwa kwa adhabu ya msalaba. Ikifika saa 12 wangali hai, walikuwa wanavunjwa miguu. Sasa andiko lisema kwamba hata mfupa wake mmoja au kuvunjwa kabla Yesu hajaja. Na alipofika jioni, wakakuta kwamba ameshafariki. Hawakumvunja mguu, hakuna mfupa wake hata mmoja uliovunjika. Na ndio maana, kwa sababu Yesu hakuvunjwa, hata wewe hautavunjwa. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Na alipoingizwa kaburini ilikuwa ni Ijumaa, na siku inayofuata ilikuwa ni siku ya Sabato. Na katika siku ya Sabato hapakuwa na uwezo wa kuweza kufanya nini? Wa kufanya kazi yoyote. Na ndio maana hawa mama ilikuwa natakiwa wakati Yesu anakufa awekewe manukato, awekewe, kwa sababu ukiangalia wakati Yesu amezaliwa, mamajusi walikuja na zawadi 3. Walikuja na dhahabu. Dhahabu ilikuwa walitaka kuthibitisha ya kwamba huyu ambaye amezaliwa, huyu ni Mungu, kwa sababu dhahabu ni picha ya ungu, maana Yesu ni Mungu kulingana na Isaya sura ya 9. Sasa ukiangalia katika hatua ya pili, walileta pia uvumba. Uvumba ulikuwa unathibitisha kwamba huyu ambaye amezaliwa ndiye kuhani mkuu, kuhani kuliko makuhani wote, ambaye ataingia mahali patakatifu pa patakatifu mara moja tu na ukomboa ulimwengu. Hakuingia na damu ya wanyama, bali aliingia na damu yake.
Na manemane ilikuwa na ishara mbili. Manemane kwanza ilikuwa inatumika kwa ajili ya kumsimika mfalme, ilikuwa inaonyesha huyu amezaliwa ni mfalme. Na manemane pia ilikuwa inasaidia kulinda mwili wa mtu aliyekufa usiweze kuharibika. Sasa wakati walikuwa amekufa jioni, ilikuwa ni usiku, hawezi kufanya chochote, na Jumamosi hawawezi kufanya kazi kwa sababu ni Sabato. Sasa ilibidi Jumapili, kwa sababu wanaweza kufanya kazi, ambao ni siku ya kwanza, waende na manukato ili waweze kuhifadhi mwili wa Yesu Kristo usipate kuoza. Na hao ambao walienda kuhifadhi mwili wa Yesu Kristo walikuwa ni wanawake. Ina maana yake wanawake wanaweza kuwa na uwezo wa kuhifadhi mwili wa Yesu Kristo usiweze kuoza, na mwili wa Yesu Kristo ni kanisa. Ina maana mwanamke ana uwezo wa kuiprotect kanisa isiweze kuharibika. Ina maana walio na uwezo wa kulinda kanisa sio wababa, ni wamama, na wanaoweza kuharibu kanisa ni wamama, na wanaokoka wengi ni wamama. Ina maana wanawake wana nguvu ya kulinda kanisa. Sasa walipofika wakakuta mwili wa Yesu haupo, wakawa wamechelewa. Walichelewa kwa sababu gani? Palikuwa na mwanamke mwingine ambaye alipata revelation. Huyu mwanamke anaitwa Maria Magdalena, ambaye alikuwa ni kahaba mkuu. Wakati Yesu alipookoka, alipofunguliwa na Yesu Kristo, alichukua nardo safi, maramu ya bei kubwa, akaivunja, akaimimina kwenye miguu ya Yesu Kristo na kichwani pake. Hata Yuda akaanza kusema, hii ingeliuzwa tungeliweza kusaidia maskini. Anasema, maskini mnao kila siku, lakini huyu amefanya kwa ajili ya kulinda mwili wangu siku ya kifo changu, na hiki ambacho amekifanya kitahubiriwa mahali popote, injili itahubiriwa. Na ndio maana katika maisha yako, kwa ajili ya kazi ya Mungu, unatakiwa kufanya vitu ambavyo vitabaki kumbukumbu vizazi kwa vizazi. Usiache kumbukumbu mbaya katika dunia hii. Fanya vitu vikubwa kwa ajili ya Yesu Kristo. Fanya vitu ambavyo vitabaki kumbukumbu. Popote watakapohubiri injili, jina lako litatajwa, jina lako litakumbukwa. Sasa wakamkuta Yesu tayari ameshafufuka. Biblia inasema wakapata wasiwasi, na walipopata wasiwasi, Biblia inasema kwamba wakaona watu wawili wamevaa nguo zenye kumetameta. Waliposujudu, yule akawauliza, kwa nini mnamtafuta yeye aliye hai katikati ya watu waliokufa? Yesu wetu yuko hai. Na ndio maana nguvu ya Ukristo wetu ni ufufuo wa Yesu Kristo. Watu wana dini zao, watu wana manabii wao, watu wana miungu yao. Miungu yao walishakufa, lakini wetu yuko hai kwenye mkono wa kulia wa Baba. Ndio maana nguvu tunayo. Jina la Bwana libarikiwe. Nina kila sababu ya kujivunia Ukristo wangu, kwa sababu yeye ninayemwamini yuko hai. Haleluya. Hahitaji kutetewa, sema amen. Yesu anajitetea. Unajua baba yake ya Gideoni, wakati Gideoni amevunja madhabahu ya Baali, baba yake ya Gideoni wakamwambia, mtoto wako amevunja madhabahu. Akasema, kama huyu Baali ni Mungu, acheni ajitetee mwenyewe. Kwa nini mnamtetea? Lakini kuna dini, ukitaja Mungu wao, ukitaja watu wao, watu wanakuvamia, wanaanza kukupiga. Sisi hatuna haja kumtetea Yesu Kristo, kwa sababu yeye mwenyewe yuko hai, anajitetea mwenyewe, anaingia kwenye manyumba zao, anajidhihirisha mwenyewe, na wanaokoka bila kuhubiriwa. Kuna watu wameokoka bila kuhubiriwa, Yesu mwenyewe amejidhihirisha kwao. Kuna jamaa mmoja alifuata ushuhuda wake, ni mtoto wa imamu. Amesema nini? Akasema hivi, kama ule Yesu wenu ni wa kweli, ajitokeze kwangu. Bwana asifiwe sana. Akakashifu vibaya mno, akaoa mke wake, mrembo wake, ameoa mrembo wake, wamefanya tu miezi 6. Unajua pale mapenzi ndani moto moto. Anashangaa tu jioni, mteka anamwambia kwamba, Ani, I cannot see again. Siwezi kuona. Kasema, acha utani wako sasa, sioni. Anafanya hivi, akafikiri anamtania, kuangalia hivi, kipofu. Akafikiri ni mzaa, kesho kipofu. Peleka hospitali, sema tayari macho yake yamekufa, hawezi kuona tena. Akasema, nimeoa mwanamke miezi 6 tu, amekuwa kipofu. Akajifungia ndani, anasema, kama ule Yesu yuko hai, kama ule Yesu anayemhubiri ni mzima, haje kuponya, na akiponya macho ya mke wangu, mimi naokoka. Ashafufuka, yuko hai. Haleluya. Akashangaa tu mke wake, naona mwanga. Sema, usimtanie.
asema naona mwanga. Asema usinitanie. Akasema kama wewe ni Yesu, isiwe mwanga tu, aone sawa sawa. Asema nimekuona, si wewe umesimama hapa, niguse, gusa pua yangu. Amegusa, akasema nimeokoka. Tuna kila sababu ya kujivunia Ukristo, kwa sababu yeye tuliyemwamini tayari alikufa na akafufuka. Wao wana miungu yao, walikufa, hawako hai. Miungu yao inabebwa, sema amen. Lakini miungu yao inatengenezwa na udongo. Sisi tunaye Mungu aliye hai, anatembea na sisi na anakaa, yuko pamoja nasi. Nguvu ya Ukristo ni ufufuo wa Yesu Kristo. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Hata niambie nimwache Yesu, sitamwacha. Na mimi simfuati Yesu kwa sababu anibariki. Anibariki, asiponibariki sitamwacha. Kama unakuja kwa sababu Yesu akubariki, unapoteza wakati wako. Mimi Yesu anibariki, asiponibariki sitamwacha. Nishamuelewa, nishamtambua na niko naye and I love him. Sema amen. Sina pressure, sema amen. Na ninajua atanibariki tu kwa sababu mimi ni mwanae. Nimetoka mbali, sema amen. Nimeona Mungu akibadilisha maisha ya watu. Nimeona Mungu akibadilisha maisha ya familia yangu. Nimeona Mungu akibadilisha vitu. Nimeona Mungu akivunja mipaka. Nimeona Yesu akibadilisha mambo. Sitamwacha. Kama wewe una mpango wa kumwacha, umwache, lakini mimi sijafikiri kumwacha na sina mpango wa kumwacha kwa sababu yuko hai. Sema haleluya. Unajua kuna siku moja mtu mmoja wa dini moja alisema hivi, ule Mungu wao angelikuwa ndio Mungu wetu. Ule Mungu wa Wakristo ndio angelikuwa Mungu wetu. Wangekiona cha mtema kuni. Sasa nikajiuliza kwa nini anaongea? Na nilikuwa naongea nimesema, anasema Mungu wale wa Kristo angelikuwa ndo wetu, wangekiona cha mtema kuni. Sasa nikajiuliza, ina maana anafuata kitu ambacho hakielewi. Anatambua kwamba Mungu tuliye naye ni Mungu wa ajabu. Sema amen. Sikiliza, Mungu tuliye naye ni wa ajabu sana. Wao hawajui kutoa pepo, lakini Mungu wetu anatoa pepo. Sema amen. Wao wanajua kurusha tu mapepo, lakini sisi tunayafurumusha ndani ya watu. Sema amen. Kuna kijana moja ni shemasi kanisani kwetu. Huyu kijana alitembea kutafuta majini sana katika maisha yake, na alikuwa anasema naye live, lakini maisha yake yalikuwa ni mabaya. Sasa akasema siku moja walipomleta kanisani, akashangaa, anaingia kwenye ibada, majini yanalia, yanatetemeka, yanalia, naungua. Akasema what? Hao tuko tunawaheshimu, wakifika kwa wanachomeka moto. Mimi namwamini Mungu wao. Na yeye anapenda ibada. Yeye akiwa kwenye ibada anataka kwenye ibada majini yalie. Yeye anataka aone moto anatembea. Yeye ibada ambayo hakuna vurugu. Asema ibada sio ibada, nataka ile moto, kwa sababu walinitesa hawa. Sema amen. Wananinyisha perfume, wananiwashia nini udi kila siku nyumbani kwangu, na nuka udi kila siku, lakini niko ndani ya Kristo na sikupona. Ni ndani ya Yesu Kristo ninadunda. Sema amen. Na alikuwa anavuta bangi. Sema amen. Na alikuwa anafanya, akija kanisani anakuja na bangi mfukoni. Sema amen. Ndio kuvuta chooni, lakini baadaye Yesu alipokutana naye na bangi kaisha. Yesu yuko hai. Yesu yuko hai. Sikiliza, wewe nafasi ambayo umepewa, acheza nayo. Wokovu ni zaidi ya fedha. Wokovu ni zaidi ya dhahabu. Wokovu ni zaidi ya kuwa na rubi. Wewe, sikiliza, kuna kitu kinanishangaza sana. Hauna fedha, hauna kitu, lakini unadharau wokovu. Sisi tunakutana na watu matajiri, fedha yao inashinda kuleta solution, lakini wanamtaji Yesu wetu. Nyumba yake mwenyewe amejenga, anashinda kulala, lakini sisi tukiingia na Yesu wetu wanalala usingizi. Sema amen. Kuna siku moja nilikuwa Dar es Salaam, mkurugenzi mkubwa sana anasimamia kampuni. Akiingia ofisini kwake anaanza kuumwa. Kila siku anaumwa. Akitoka ndo anakuwa sawa. Sema amen. Na fedha yake, lakini akiwa kiti chake, akaniambia mimi, nikasema subiri nikusaidie. Sema amen. Nipeleke ofisini kwako. Jina la Bwana libarikiwe.
Nikafika ofisini kwake, nikamwambia kiti kinachokutesa ni kipi? Ni hiki. Nikamwambia choka niachie. Nikakaa. Nikasema kuanzia leo namweka Yesu kwenye hiki kiti. Hautaumwa tena, hautapata pressure tena, na kuanzia leo nakukabidhi kiti. Sema amen. Unajua kuna mambo mawili watu waelewe. Kuna enzi na madhabahu. Hakunaga enzi bila madhabahu. Nguvu ya enzi ni madhabahu. Sema amen. Unaweza kupewa cheo ni enzi, lakini kitakacho maintain kukushikilia kwenye hiyo kiti cha enzi ni madhabahu yako. Na madhabahu yetu ni Kristo. Sema amen. Ule mzee nikamwachia, nikatoka zangu nikaenda. Nikamuuliza, ikafika saa 2 akanipigia simu. Mtume, Bwana asifiwe. Ni mimi mzee fulani. Nikamwambia ndio, unaendeleaje? Vipi? Akasema sijawahi kupata raha kama leo. Nimekaa ofisi, nimesikia sasa hii ndio ofisi yangu. Nimetoka mzima. Hakuna cha pressure, hakuna cha kuvurugwa, niko salama. Nikasema wow. Huyo Yesu ni mzuri. Na mpaka alistaafu akuumwa tena. Walikuwa wanamchezea tu, wanamtupia tumakolokolo mle ndani kwenye ofisi, anashinda kukaa. Lakini sisi tunaye Yesu aliyefufuka. Faida ya kwanza ya kufufuka kwa Yesu Kristo ni ipi? Tusome katika Warumi sura ya kwanza mstari wa 4. Warumi sura ya kwanza mstari wa 4 nasema nini? Inasema hivi, ambaye katika yeye nimesoma 5. Na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho ya utakatifu kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu. Acha tusome version nasema vizuri. Kuhusu utakatifu wake wa kimungu alithibitishwa kwa uwezo mkuu kwamba ni mwana wa Mungu kwa kufufuliwa kutoka wafu. Hivyo nasema vizuri. Sema amen. Ina maana yake Yesu, kufa kwa Yesu Kristo ilikuwa ni faida. Sema amen. Lakini Yesu asingelifufuka, kifo chake kisingelikuwa na maana. Maana ya kifo cha Yesu Kristo ni ufufuo wake. Na siku aliyefufuka ndo ilithibitisha anwani yake kwamba huyu ni mwana wa Mungu aliye hai, na huyu ni Mungu mzima. Jina la Bwana libarikiwe. Ina maana Yesu ambaye tunayemfuata ni Mungu mzima katika maisha yako. Maana huyu alifufuka kutoka wafu. Ina maana kufufuka kwa Yesu Kristo kulithibitisha ya kwamba huyu ni mwana wa Mungu aliye hai. Ilithibitisha ya kwamba huyu ni Mungu mzima katika maisha yetu. Ina maana au kukosea kumwamini Yesu Kristo. Kifo chake kilithibitisha. Maana watu wengi wana nembo yao, watu wengi wana manabii wao, watu wengi wana mitume wao, walikufa na hawakufufuka, lakini yeye alisema nitakufa na nitafufuka. Alithibitisha ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu aliye hai. Ina maana Yesu ndani yako ni Mungu mzima anayekaa ndani ya maisha yako. Ina maana unapotembea unatembea na Mungu mzima ndani yako. Na Biblia inasema kwamba sisi ni vyombo vya udongo, lakini tunabeba hazina kuu ili utukufu umrudilie yeye aliye juu. Ina maana Kristo ndani yako ni Mungu mzima ndani ya maisha yako. Na ndio nataka nirudi tena asubuhi ya leo. Unatakiwa usiwe na woga na mashaka katika wokovu wako. Mashaka ni adui wa imani yako. Mashaka ni adui wa uhusiano wako na Mungu. Maana Mungu, Biblia inasema nini? Mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani, lakini akisitasita na kurudi nyuma, moyo wa Mungu utapendezwa naye. Ina maana imani yako ithibitishe katika ufufuo wa Yesu Kristo. Haleluya. Yesu yuko hai na yuko ndani yako. Jina la Bwana libarikiwe. Ina maana jambo la kwanza, kufufuka kwa Yesu Kristo kulithibitisha ya kwamba huyu ni Mungu, huyu ni mwana wa Mungu aliye hai.
Maana Biblia inasema katika Isaya sura ya 9, nafikiri mstari wa kuanzia mstari wa 3 kushuka, nasema hivi: tazama, tumepewa mtoto wa kiume, huyu ataitwa mshauri wa ajabu, mfalme wa amani, na Mungu Baba. Yesu ni Mungu aliye hai. Yesu ni Mungu aliye hai, na ndio maana alishinda kaburi, na ndio maana alishinda mauti. Hakuna anayeweza kufa na kufufuka isipokuwa Mungu amfufue. Ndio maana Kristo alishinda kaburi. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Jambo la kwanza, ufufuo wa Yesu Kristo ulikuja kuthibitisha kwamba yeye ni mwana wa Mungu aliye hai katika nguvu ya ufufuo. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana hata sisi tuna uhakika na kile ambacho tulichokipokea, ambaye ni Mungu mzima katika maisha yetu. Haleluya, haleluya. Na ndio maana unatakiwa kutembea kama Mungu. Sema amen. Na Mungu aliumba kila kitu kwa neno lake. Nataka niseme na Mkristo mmoja, kwa hii asubuhi ya leo ambayo tunasherehekea kufufuka kwa Yesu Kristo, tunasherehekea siku ya Pasaka hii, unatakiwa uchange mind yako, uchange the way unavyofikiria, uchange the way unavyoongea. Ongea kama Mungu, usiongee kama mwanadamu, kwa sababu Kristo ndani yako ni tumaini la utukufu. Maana wewe ni Mungu mdogo, unapoongea ni Mungu anaongea. Ubadilishe the way unavyoongea. Sema amen. Wakati watu wanasema Lazaro amekufa, Yesu anasema tukamwamshe. Yesu ameona usingizi. Tatizo linakuja, tuna Wakristo ambao wanatembea na Mungu mzima, lakini wanaongea kama wanadamu. Na Biblia inasema kwa nini ufe kama mwanadamu? Kwa sababu wewe ni Mungu. Sema amen. Uungu ndani ya Yesu Kristo, kufufuka kote kwa Yesu Kristo kunathibitisha yeye ni mwana wa Mungu na ni Mungu aliye hai. Na kama yeye yuko ndani yako, na wewe unakuwa ni Mungu. You are a small God. Wewe ni Mungu mdogo. Ongea kama Mungu. Maneno yako yanaumba. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema nini? Nilimpenda sana Elia. Nabii Elia alikuwa na ujasiri wa kipekee, na ujasiri aliokuwa nao kwa sababu alikuwa anajua Mungu yuko pamoja naye. Lakini ukiangalia Elia na wewe ni watu wawili tofauti. Mungu hakukaa ndani ya Elia. Mungu alikuwa anatuma roho wake, anamtumia Elia, anarudi mbinguni. Lakini wewe Mungu mzima amehamishwa na kukaa ndani yako. Maana wewe ni zaidi ya Elia. Na kwa nini unashindwa kufanya zaidi ya Elia? Kwa sababu kuna kitu kinakuja kwamba una tatizo la anwani yako. The problem ni utambulisho wako. Haujui wewe ni nani. Unaeti kama mwanadamu wa kawaida, unaongea kama mpagani, unaongea kama watu wa kawaida, na wakati wewe sio mtu wa kawaida. Haijalishi unatembea kwa mguu, haijalishi unatembea kwenye daladala, haijalishi unapangia, wewe sio mtu wa kawaida. Yesu yuko ndani yako. Wewe ni Mungu mdogo. Ufufuo wa Yesu Kristo unakufanya wewe kuwa Mungu. Biblia sema mtu atashiba kwa maneno ya kinywa chake. Badilisha. Sema amen. Badilisha uongeaji wako, kwa sababu Yesu yuko hai ndani yako. Sema amen. Hata nikupe, unajua watu ambao hawana tatizo la anwani yao ni watoto wachanga. Sema amen. Unajua, takama mfano, unajua jikisi Yoshua yuko hapa na ule Yoshua mdogo, wamekuwa watu wawili tofauti. Yoshua alipokuwa mdogo alijua Pastor Michael ndio mtu mwenye nguvu kuliko wanaume wote duniani. Hata kama ungemleta John Cena, Yoshua angekwambia kwamba baba atamtandika huyu. Joshua alipokuwa mdogo alijua kwamba baba yake ana hela kuzidi kina Bakresa watu wote. That is why akuona mashaka kumwambia baba yake ninunulie ndege. Akuona mashaka kusema ya kwamba na mtoto mdogo kila baba yake alichokuwa anamwambia alikuwa anakubali. Baba yake anamwambia kama haya magari yote ni yao, lakini wanatembea kwa mguu na anaamini haya magari yote baba yangu. Na ndivyo Biblia inasema kwamba ufalme wa Mungu ni kwa watoto wadogo. Tatizo linakuja, unashindwa kutembea na Mungu. Umejiona wewe ni mtu mzima na unaanza kufikiria mambo yako. Basi hapa Yoshua ukimwambia baba yako ni tajiri kuliko watu, atakwambia sio. Kwa sababu anaanza kufikiria tofauti. Na ukitaka kutembea na Mungu, usijifanye kuwa umekuwa, uwe mtoto mdogo before God. Kila atakachosema unasema ndio. Na ukitembea wao ni mtu, unajiona mtu mzima, na watu wazima wanawaacha wajitegemee. Ni watoto peke yake ambao wanasapotiwa na wazazi wao. Na Mungu ni baba yetu. Na tatizo linakuja, Mungu, Yoshua ameokoka, Mungu ni baba yake. Baba yake ameokoka, Mungu ni baba yake. Mungu hatawahi kuwa babu yake na mtu.
Na Yoshua akizaa mtoto, yule mtoto ni mjukuu wa Pastor Michael, lakini before God sio mjukuu wa Mungu, ni mwana wa Mungu. Na ukijua ya kwamba Yesu amefufuka, yuko hai na anakaa ndani yako na ni Mungu mzima ndani yako, utabadilisha. Tatizo linakuja, umejiona umetosha, tatizo Mungu amekuacha. Lakini ukijua wewe ni mwana, unashuka kwenye miguu yake, unamwambia Mungu, mimi ni mwanao tu, mimi ni mtoto wako tu, bila wewe siwezi chochote, bila wewe sitegemei. Na ndio maana Biblia inasema katika Mithali sura ya 3 mstari wa 6, usitegemee akili zako, umtaje Mungu katika njia zako zote. Na ukijua kwamba wewe ni Bwana, unaacha ujuzi na ujuaji wako, Mungu atatenda mambo makubwa na wewe. Haleluya, haleluya. Wewe ni mjuaji sana, unajua kila kitu, lakini before God, na ndevu zako wewe ni mtoto tu, na degree zako wewe ni mtoto tu, na PhD zako wewe ni mtoto tu, na master zako before God. Na ndio maana mtu ambaye anamjua Mungu akifika mbele ya Mungu anaweka degree pembeni, anaanza kulia kama mtoto mdogo, anaanza kulia mbele ya Mungu, anajua niko mbele ya Baba. Na ndio maana mkiingia katika maabudu, hakuna cha mke, hakuna cha mume, sote ni watoto, tulie mbele za Mungu. Na ukienenda kwa hatua hiyo, maisha yako itakuwa maisha ya kushangaza sana. Kuna pastor mmoja anafanya miujiza mikubwa sana. Kuna siku alikuwa anafanya interview, katika interview yake wakala muuliza umefikiaje? Akasema hivi vitu nilivyo navyo nilikuwa sina navyo. Akasema nilitambua kama mimi ni mwana, nikikosa narudi kulia mbele za Baba. Sema amen. Asema I was crying like a small boy, nalia na nina mtu mzima, nina PhD, nina mama, nimesoma, na nikiingia ndani hata mke wako ananishangaa, nalia kama katoto kadogo. Na Mungu alinipa vitu ambavyo zilikuwa katika maisha yangu. Na watu wakishakuwa ndani ya Kristo wanakuwa wakubwa pia. Komaa kumjua Mungu, lakini ukifika mbele ya Mungu, acha ujuzi wako, shuka kwake, kwa sababu yuko hai na utaviona vitu vikubwa ndani ya maisha yako. Hii ni jambo la kwanza. Jambo la pili, ufufuo wa Yesu Kristo ulikuja kuthibitisha imani yetu. Sema amen. Ilikuja kuthibitisha nini? Imani yetu. Maana hakunaga imani bila kuwa na Mungu. Sema amen. Haleluya. Mnifuate vizuri. Hakunaga imani bila kuwa na nani? Na Mungu. Hata yule ambaye naye abudu jiwe ana imani. Hata yule anayeabudu kipande cha mti ana imani. Sema amen. Hata yule ambaye anayeabudu ng'ombe ana imani. Sema amen. Sema amen. Maana kuna watu wengine ng'ombe ni Mungu wao. Sisi tunamtafuna. Sana hata leo tutamtafuna ng'ombe. Siku ya Pasaka tutamla Mungu wake. Yeye naye ana imani. Sema amen. Lakini sisi tunamtafuna Mungu wake. Kwa sababu yule Mungu wake ameumbwa na Mungu wetu. Sema amen. Lakini Mungu asipokupa ufunuo kumjua Mungu utasafa sana. Haleluya. Unamwabudu ng'ombe. Sana kuna mnyama anaonekana kama mjinga ni ng'ombe. Sema hata sura yake ni kijinga. Haleluya. Imani yako inathibitishwa katika ufufuo wa Yesu Kristo. Usilale. Tusome Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 16 hadi 20. Tusome Wakorintho wa kwanza 15 16 hadi 20. Biblia inasema, maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye akufufuka. Sema amen. Maana kama Yesu wafu hawatafufuka, Kristo naye akufanya nini? That is why tuna miujiza inafanyika, watu wanafufuka. Sema amen. Mimi na ushuhuda kwenye ministry yangu, Mungu ashanisaidia kufufua watu watatu. Watu watatu wamefufuka. Tena wa mwisho alifufuka wakati nilikuwa napangia, nilikuwa Moba. Wakati nilikuwa napangia, mwenye nyumba anakuja na mwipo wake amekufa, wanatoa. Unajua hapakuwa na moto alikule, maana mtu akifa mnarudisha nyumbani, kesho mnaenda kuzika. Sasa wamefanyaje?
mwipo wake amekufa, wameleta mwili wa binti yake sebuleni nyumbani kwangu. Sasa mimi sina sehemu zingine za kulia, namleta hapa. Na kwenye sebule ndio kanisa lilianzia pale. Maana watu watakuja kuabudu wakute mtu amekufa yuko mle ndani. Jina la Bwana libarikiwe. Nikasikia na anasema na baada ya msiba unatokea mtoke hapa. Bwana asifiwe sana. Nikaingia kwanza chumbani kwangu, mwili wa yule dada uko pale sebuleni, nikasema Yesu, mbona ni aibu hii? Nikaingia ndani, nikasikia ujasiri, nikatoka. Nikaita wadada wale tuko kwanza mche hapa. Hatuwezi kukubali aibu kama na hii. Nikamwambia mzee amekufa, sasa alikufa tangu usiku ndio tumeleta maiti hapa. Okay. Nikasema kwa chini tukaanza maombi, piga maombi kama dakika 40 hivi. Mtu amefufuka, wote wakakimbia kwanza. Tukamnyanyua, alikuwa na watoto wawili. Piga mpaka leo yuko hai. Jina Bwana libarikiwe. Tukafufua huyo mtu. Mwenye nyumba akasema siku mtajisikia kutoka hapa, mtatokaka. Na mkijisikia kulipa kodi mnaweza. Au msipojisikia nyinyi wenyewe mtajua. Alikuwa baba mmoja libounce, jina Bwana libarikiwe. Lakini kwa bahati mbaya tulikuwa tushapata nyumba ya kuhamia, tukatoka pale. Ina maana yake kama Yesu asingelifufuka na sisi tusingelifufua watu. Unajua mara nyingi tunashinda kufufua watu kwa sababu tunakaoga fulani. Unasogea mbele mtu unasikia muombe huyu afufuke, unasikia. Asipofufuka huu unajua ile ujasiri pasta nilikuwa nao kile kipindi. Unaona kama vile sio wa leo. Naona hapa hekima nayo zaidi. Yaani unajua ukishaanza kutetea reputation yako hautatembea na Mungu. Mungu ukitaka kumuona risk. Ufeli nako ni moja wapo ya kujulikana. Sasa unakumbuka ile historia ilitoka Morogoro, mtu mmoja alikuwa anafanya crusade sijui. Ni miaka iliyopita, akaona watu wanapita akasema mlete ile maiti hapa atafufuka. Watu wakaileta hiyo maiti pale. Omba mtu afufuke. Sasa akasema hapa kama sitachezea kichapo nitakufa leo. Akasema tufunge sote macho, Bwana anataka kufanya muujiza. Wakati watu wanafunga macho, asema hata mmoja asifungue macho, muujiza unataka kufanyika. Anatafuta kwa kuchomokea. Pastor alipoona mlango alitimka. Sasa wakati anatimka, ule aliyekufa amefanya nini? Na amefufuka. Sasa watu wanaanza kumkimbiza pastor nyuma. Pastor akasema wataliwa. Anatimka waza pastor. Pastor sema acha nikaponye maisha yangu. Wanamkimbizia pastor amefufuka. Sasa nani? Sasa ule mtu amefufuka. Akasema acha kwanza nifike nyumbani. Jina Bwana libarikiwe. Umetokea Morogoro hiyo, sema amen. Mara nyingi tunashinda kufanya vitu vikubwa kwa sababu ya woga na mashaka. Sema amen. Sikiliza, mimi na principle moja. Nikikuombea usipopona is not my problem. I am not the healer. Mponyaji ni Yesu Kristo. Na naweza nikakuombea leo usione ishara, kumbe baada ya miezi 6 itatokea. Tatizo linakuja wewe omba tu. Sasa wewe tatizo lako unataka ujiweke mponyaji na muombezi. Mfufuaji na muombezi. Ndio pale tunapofeli. Wewe mwambie tu, ukijisikia kumwambia mwambie tu, wewe mauti imeandikwa kwa jina la Yesu, nyanyuka na uende. Usime mambo mengi. Kama kuna pastor nini jina lake imenisahau, ile pastor yuko kwenye ibada, mtu amedondoka amekufa. Watu wanaanza kumtoa nje, sasa mlete hapa. Jina lake namsahau ile pastor. Akasema wewe kwa nini unataka kunivunjia heshima uje ufie kwenye mkutano wangu? Akasema mnyanyua ananivunjia heshima sana huyo. Mtu amekufa huyo. Sasa mkamate vizuri. Hawezi kunikosea adabu namna hiyo. Piga ngumi moja. Chini mnyanyue. Hawezi kunivunjia heshima hiyo. Ya pili nyanyua. Ya tatu pasa manyua. Jina lake na Saul. Nimesoma vitabu vyake sana, ni Muingereza. Jina Bwana libarikiwe. Ina maana yake kama Yesu asingelifufuka na wafu wasingelifufuka, hata kesho tunaweza kufufua watu. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Juzi tulikuwa msibani wamefungua jeneza la mtu.
Nikasogea pale pembeni ya jeneza. Nikasogea. Nikajaribu connection lakini nikasikia kabisa kuna kibali. Nikamwacha. Lakini kibali kingekuwepo, ningefanya kituko. Na siku za leo utasema kuna pasta mmoja aliombea mtu akashinda kufufuka. Na angefufuka, sema amen. Unajua kufufua mtu ni kitu rahisi sana, sema amen. Maana yeye hana tena imani. Anategemea imani yako tu wewe muombezi. Lakini hao walio hai unamwombea yeye mwenyewe, itawezekana kweli? Wewe unamwekea mkono sasa, itawezekana kweli? Hii imeombewa sana kweli hii? Yeye mwenyewe ana mashaka, hawezi kupokea muujiza. Lakini mufu anaga imani. Anasubiri wewe imani yako anyanyuke. Sema amen. Na ukikusudia unaweza kufanya. Sema amen. Haleluya. Hiyo ilikuwa ni ya mwisho. Sema amen. Na sijawahi tena kupata fursa nyingine. Sema amen. Haleluya. Ila kushuhudia kwenye madhabahu ya Mungu, mimi nimeombea watu wamefufuka. 3. Wa kwanza tulikuwa tunamwombea tukiwa na baba yangu wa kiroho. Walimleta kanisani aombewe, akalala pale kanisani, kafika saa 8 usiku akafa. Tulikuwa na daktari pale jirani, tukamwita kasa pasta, huyu amesha kufa, mfanye haraka mpeleke hospitali. Mimi naweza tu kuwasaidia kusema kwamba huyu akimbizwe hospitali bali angali anaishi, lakini amekufa. Baba akamwambia sawa, haina shida, wewe nenda nyumbani kwako. Akasema Mungu amekuja mzima hapa kanisani, hajafia hapa. Nienda kafia kwao. Kaitwa tulikuwa 6 hivi, tukasogezwa pale. Baba akasema ni nani aliye na imani? Nikasema mimi. Unaamini kama unaweza kufanya? Mimi. Na mwingine kaka anaitwa Yoshua, na mwingine anaitwa Elisha. Wengine wakana mashaka. Mmenyo 3 ondokeni. Tukajifungia naye pale ndani. Mama yake analia, ameruka. Mtoto wangu wa kipekee. Tukaingia tukapiga magoti, maombi na baba, maombi. Tulizama kwenye maombi masaa 3. Kumbe wakati mwingine kuna vitu vingi vinahitaji masaa ya kutosha viweze kutokea. Mara nyingi huwa tunaomba tunakata tamaa, tujafikia mwisho wa maombi yetu. Nimesoma kitabu cha Yongshu, anasema mtoto wake alikuwa shuleni amekufa. Ghafla walikiwa sumu wakafa. Wakamwita mwanao, akafika hospitali akakuta mtoto wake amekufa. Akaanza kuomba, aliomba masaa 8. Mtoto aliporudi hai, akamwambia baba, umenikosea sana, nilikuwa kwenye mikono ya Yesu Kristo. Ungeniacha nibaki na kuja kufanya nini huko? Kuchafu namna hii. Asa wakati tulikuwa naomba, tulikuwa na Yesu. Naambia Yesu sitaki kurudi. Yesu ananiambia ona baba yako anaendelea kunisini, mtumishi wangu sitamwacha ateseke. Yesu ananiambia kwamba tuangalie kama akikata tamaa utabaki. Utafanya hiyo. Nimesoma kitabu chake. Anasema kama akikata tamaa tutabaki na wewe. Lakini namuonea huruma, anaendelea, amefanya masaa mengi mtumishi wangu, dogo, rudi utakuja baadaye. Ndio mtu akanyanyuka akafufuka. Maana kuna vitu vingine tunaomba masaa machache kwa kukata tamaa. Unaomba tu katika china la Yesu, kitu siku moja hujaona majibu, unarudia kwenye kitu kingine. Ng'ang'ana. Ile anasema go deeper, zama. Hata sikiliza, hata nikwambie, hata maisha haya ukitaka kutoboa, kuna wakati omba masaa ya kutosha. Nakumbuka mwaka jana tulikuwa mimi na mdogo wangu wa mwisho. Maana sisi kwetu sote ni mapastors. Waweza sio sana. Tuko 6, tuna wanawake 3 na wanaume 3. Mimi ndo kaka yao wa kwanza, na mimi ndo nilokoka wa kwanza. Na mimi ndo baba yao wa kiroho. Niko kaka yao na baba yao wa kiroho. Wale wadogo zangu na watoto wangu wa kiroho nimewaordeni mwenyewe. Wa kwanza ule mkubwa ni pastor, ule wa mwisho ni prophet. Na anachapa. Ni nabii na power, sio ni mtoto wangu wa kiroho. Sasa tukaangalia kwenye familia kuna vitu fulani haviendi. Unanifuata vizuri? Tukaamua kulala nje siku 30. Tuliamua kulala nje siku 30. Alafu tulipomaliza siku 30, dogo alikuwa hana kiwanja. Bwana asifiwe sana. Hana kiwanja cha kanisa. Pale napo alipo panakuwa na vitisho. Sadaka ya kwanza iliyofika ilikuwa ni $20,000. Kuna mtu mmoja tulimwambia, kataka niambia tu, Apostle vipi?
habari ya uko mikasanyiko hapa kadogo, naendelea na huduma. Hapo kwa Prophet Baraka akasema, vipi kanisa naendelea? Sasa hapa tuko kwenye mchakato wa kutafuta kiwanja. Akasamina tu mwambie Prophet apande gari anifuate kwangu. Kwake ni kama masaa 3 kwa gari. Aje achukue sadaka kidogo kwa ajili ya nini? Ya kanisa. Mimi nimechangia kwanza. Na ujenzi utakapoanza nipigeni sasa. Ilikuwa ni dola 20,000. Milioni 52. Haleluya. Toka mzee tufanye hii ni ya kiwanja, sio ya kula. Sasa ndio baba. Watu wakaleta fedha. Dola kadhaa kama 60,000 na ngapi vikatoka, kiwanja kikanunuliwa. Almost milioni 150. Kiwanja kikanunuliwa. Na hivyo wanataka kuanza kujenga mwezi wa 6. Ina maana yake tusingelala nje ule mwezi mmoja akuje kwa na kutoboa. Wakristo wanafikiri vitu vya kimungu viko hizi sana. Hakunanga maisha bila kulipa gharama. Nataka niwe nabii mkubwa, wewe nabii mkubwa unakula siku 30 unakula maugali tu. Unakula saa wa Mwanza, unakula tu hao ambao sisi tunawashabiki, tunawaheshimu kule Dar es Salaam. Mimi unawapata tu kirahisi, unawatafuna tu, unataka kuwa nabii. Unatakiwa wakatae kwanza wakati. Hauwezi kuwa na upako bila kulipa gharama. Kuna vitu vimekufa, ufufuo sio tu kufufua watu walikufa. Kuna uchumi umekufa, ndoa imekufa, familia imekufa, vitu vimekufa. Unatakiwa uvifufue katika maombi. Ufufuo sio kufufua watu walikufa, utawafufua na relationship connections. Ndio kuna watu wengine uchawi unaweza kaua connection. Watu hawakutaki tena, marafiki zako hawakutaki tena, wakiona simu yako wanakuazika. Yani watu wanakuchukia from nowhere. Unajiuliza nimewakosea wapi? Unajipendekeza, unajifanya kuwa mwema, ndio wanazidi kukuchukia zaidi. Ukiingia kwenye maombi kwa nguvu ya ufufuo, vinaweza kufufuka tena. Ashanga watu wanaanza kutafuta. Anasema hivi, Biblia inasema hivi, kama Yesu anasema hivi, kama Yesu Yesu akufufuka, ina maana yake nini? Kama wafu hawafufuki, ina maana yake Yesu pia akufufuka. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaendelea mstari 17. Na kama Kristo akufufuka, imani yetu ni bure. Wanafuata vizuri? Kama Yesu akufufuka, tunapoteza muda wetu bure. Ina maana tuende tukanywe pombe, tukafanye dhambi. Kama Yesu akufufuka, tunaamini hewa. Sema amen. Na pia nasema kama Yesu akufufuka, mngalimo katika dhambi zenu. Paulo anataka kuambia watu wa Korinto, watu wanawadanganya. Yesu amefufuka. Maana asingelifufuka, hata imani yetu ni imani hewa. Sema amen. Sisi hatuna imani hewa kwa sababu tunamwamini yeye aliye hai, yeye aliye ndani yetu. Na ndio maana kama tumeacha dhambi ni kwa sababu Yesu amefufuka. Tuna imani thabiti na tuna imani katika mtu aliye hai. Sema amen. Hatuna imani ndani ya mtu anasubiri kiama. Ina Buddha wanasubiri Yesu aje awatoe makaburini. Sema amen. Kina Buddha, miungu ya kule kwa Wahindi, inasubiri Yesu wetu aje awatoe makaburini. Ina maana yake Yesu asingelikufa, hatuna haja kuokoka, hatuna haja kuwa Wakristo. Nyeri tubaki na dhambi zetu na miungu yetu. Lakini Yesu alifufuka, ndio maana dhambi imekimbia ndani ya maisha yetu kwa sababu Yesu yuko hai. Unamwamini yeye aliye hai. Acha nikupe mfano kidogo. Mfano, baba yake na Mosha alikuwa mkuu wa majeshi. Sema amen. Na mimi baba yangu ni mkuu wa majeshi. Sema amen. Sasa baba yake na Mosha ni mkuu wa majeshi mstaafu. Wangu ni mkuu wa majeshi, yuko kwenye nini? Yuko kazini. Nani mwenye nguvu? Watu wana wakuu wa majeshi wastaafu. Lakini wetu kamanda wa vita yuko kwenye kiti chake cha madaraka. Kwa sababu wamekufa, yuko hai. Wao walikufa. Huwezi kunivunia. Baba yako alikuwa tajiri, aishakufa. Huwezi kuniringia. Baba yangu ni tajiri na yuko hai. Wao wanaringa na mtu ambaye amekufa. Wanatetea maiti. Sisi watu yuko hai.
That is why hautaniambia mimi, hautaniconvince mimi niingie kwenye dini yako ambao Mungu wenu yuko aliyekufa, wetu yuko hai, na tukimwita anashuka, na wanajua na najizirisha. Sema amen. Unajua sisi hatuna mbwembwe tu, lakini tungefikia kipindi ambacho tungekuwa kina Elia. Sisi wa Kristo tunashindana. Kuna pastor mmoja, sijui pastor namjua, yuko Rwanda, anaitwa Masasu. Unamsikia huyu pastor alikutana na mganga kienyeji, akamwambia kama wewe unatakiwa uokoke. Mganga sasa utanifanya, akasema tujifungie mimi na wewe ndani siku 4 siku 5, wewe usile na mimi nisile, alafu katikati yetu wewe na mimi, mmoja afie ndani na mmoja atoke. Ule atakayetoka mzima, Mungu wake yuko hai. Mganga kienyeji akajichanganya, akasema mtufungie nje. Sema amen. Yeye anazoea kupiga matunguli na nakula maogali. Sisi tunaweza kufunga bila kula na bila kunywa. Sema amen. Unajua kama kuna nguvu kubwa ni katika Kristo. Sema amen. Mimi nitakupa mfano. Mimi kwetu, mimi ni firstborn. Wakati tunakulia nyumbani kwetu, kama chakula kikichelewa kupikwa, itabidi kwanza mimi nipewe wadogo zangu wasubiri, maana nilikuwa mbovu. Nakumbuka siku moja nilinyimwa chakula usiku kwa sababu ya utundu. Asubuhi nikaenda shuleni nikazimia kwa sababu ya njaa. Bwana asifiwe sana. Sasa kuanzia hiyo siku wakiona tu jasho ikaanza kunitoka, mumpeni kwanza huyu wale. Lakini nakwambia katika Kristo naweza nikafanya siku 10, 20 na kunywa maji tu. Kuna siku moja nilienda hapa mlimani, nilifanya siku 10 bila kula. Nimekunywa maji siku moja na niko hai. Siku 10, sio siku moja. Na niko hai, natembea, niko mzima. Sio ninahubiri madhabahuni hapa. Sasa wewe fanya siku 10 bila kula, kama utapona wewe. Siku moja tu unatetemeka tu, moja tu, unaanza kuonaona mauzauza. Sema amen. Unakuwa mtakatifu. Wakikuuliza Bwana sasa hivi, amina. Wakikupima homa inafika 40. Sema amen. Haleluya. Haleluya. Ndani ya Kristo mna nguvu. Sema amen. Imani yetu imethibitishwa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Maana tuna imani ndani ya mtu aliye hai. Tuna imani ndani ya mtu anayetembea pamoja na sisi, anayeandamana na sisi kila kona tulipo. Ndio maana Ukristo sio dini. Ukristo ni maisha mengine. Ukristo ni kutembea pamoja na Mungu. Ukristo ni kuishi pamoja na Bwana. Maana dini ni kutembea kwenye masharti na sheria na mipango. Lakini sisi ni maisha. Ukristo ni maisha ya kimungu ndani yetu. Sema amen. Sisi hatusubiri kupigwa fimbo ili tuweze kumheshimu Mungu. Sisi tunamheshimu kwa sababu yuko ndani ya maisha yetu. Imani yetu sio bure. Sikiliza, mwambie mwenzako haujakosea kumwamini Yesu Kristo. Na yeye mwenyewe alimwambia Mariamu, si nilikwambia kama ukiamini utaona utukufu wa Mungu. Sikiliza, acha niseme na mtu mmoja hapa, Mungu hajakusahau. Mungu atakubadilishia maisha yako. Mungu sio kama shetani. Mungu anakutengeneza kwanza ili aje kubariki. Shetani anakupa bila kusikiliza. Kwa Mungu ni kulipa kabla ya kupewa. Kwa shetani ni kupewa afu kulipa baadaye. Ingia kwenye mgahawa mmoja anasema hapa kula kwanza utalipa baadaye. Mimi siwezi kula pale, maana naweza kusafisha masani ya mgahawani. Unaweza ukanywa chai akwambia kwamba kikombe kimoja ni $100, ulikunywa, unatakiwa ulipe. Yaani kwa Mungu lipa kabla ya kupewa. Sema amen. That is why maisha unayopitia huko unalipia ukuu wako, huko unalipia baraka zako, huko unalipia mafanikio yako. Mungu anakutengeneza. Mungu hataki akupe pesa upotee, anataka atengeneze karakta yako ili pesa ikija ikae mahali sahihi. Ni wangapi ambao walipewa fedha na Mungu wakahama kanisa? Ni wangapi walipewa fedha wanaanza kuongea Kiingereza? Ni wangapi ambao walipewa fedha wanaanza kukanyaga watu? Akifika kanisani anataka awekwe mbele, na yeye sio mchungaji wala sio mzee wa kanisa. Ili kanisa uniheshimu tena,
hawaoni viwango vyangu. Viwango gani? Tutakuheshimu una fedha, lakini utatukomandi. Sema amen. Unajua, ukiwa tena unataka wewe na fedha afu wewe nabii wa kanisa, unaweza kumwambia mchungaji, ule Mosha Simoni sawa, inabidi mweke pembeni ule. Mara nyingi watu wenye hela wanataka kufanya hivyo. Ule mzee ule naona mfuti ule umondoe, na usiposhughulika na hii, mimi sitatoa tena fedha. Nenda na fedha zako. Hiyo sio kanisa la kwako, ni kanisa la Mungu. Mwenye kanisa sio maskini. Hapo Mwanza kuna kanisa moja balitokea zamani. Mtu mmoja amenunulia kanisa vyombo vikubwa sana hapo Mwanza kwenu. Sasa akaanza taka kumuongoza pasta. Pasta naye akagoma. Sema amen. Akasema kwa sababu nagoma nachukua vyombo vyako. Sasa chukua vyombo vyako. Wakachukua vyombo, kanisa ikamaki haina kitu. Wakasafa sana. Siku moja wakafanya fundraising ya kununua vyombo. Wakasema naye atanunua, atatoa hela kimya. Naye atatoa hela kimya. Watu hakuna mtu anatikisika. Watu jamaa mmoja anaingia na ulevi wake anaingia. Kama ule aliingia, ndio maana anapanda kufukuza walevi ovyo ovyo kanisani. Anaingia pale. Wanaanza mashemasi na mwe na roho ya Mungu pia. Wanaanza kupambana kufukuza ule mtu. Mchungaji sasa simumwache aingie. Mchungaji alikuwa na jicho la tai. Wanamuingia, anaingia anakaa pale. Naye akaleta hekima. Ndio anasimama. Sasa mbona mnapotezea watu muda hapa? Watu wakaanza mashemasi tulimwambia mchungaji, ona mtu. Shida ni nini? Tunataka milioni 50 kama milioni ngapi ili tuweze kununua vyombo. Ndio mnapoteza muda kwa sababu ya vitu vidogo namna hiyo. Na hawa watu mmejaa hapa, milioni 50 imekuwa taabu kwenu. Sikiliza mchungaji, nataka nimalize hii. Anaingiza mkono kwenye nini? Kwenye koti, ametoa kitabu cha cheki. Anaandika milioni 55. Lazima hii itatosha. Au tuongeze nyingine. Wakafikiri kama ni mzaa kupeleka Jumatatu benki, cheki imepita. Cheki iko sawa, pesa zipo, na ule mlevi mpaka leo hajawahi kumwona. Inaona Mungu sio maskini. Hatutakutegemea wewe. Wewe sio Mungu. Na kama Mungu amekubariki, nyenyekea, sema amen. Haleluya. Wakapata vyombo mara 3 zaidi ya vile vya ule mjinga aliondoka. Ina maana Mungu unayemtegemea atabariki maisha yako. Anatengeneza kwanza tabia yako. Nafikiri pia Mungu alitaka kumfundisha mchungaji wa kanisa kutokutegemea wanadamu. Basi unajua wakati tulikuwa pale pembeni yako, tulikuwa na watu walikuwa na mpunga, wakatoka wakasema tutamuonea ule Samuel. Kanisa katafungwa baada ya miezi 6. Miezi 6 bado hajatimia mpaka leo. Na nilikuwa napangia pale na kiwanja nimenunua. Na kanisa limejengwa, na mwaka huu mwaka nataka tupige bonge la kanisa. Pesa itakapotokea sijui itatokea wapi. Lakini itajengwa kanisa. Wao wanasubiria miezi 6 itakufa, lakini mimi nimeendelea kusonga mbele. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani yako sio bure. Yesu amefufuka. Yesu yuko hai. Alikufa na akafufuka. Imani yako iko thabiti. Imani yako iko ndani ya Kristo. Sema amen. Haleluya. Inaeleweka hapa. Kwa nguvu ya imani utabadilisha kitu. Jambo la 3. Sipendi kwenda mbali zaidi, nataka nimalize tuje kwenye maombi. Maana leo siku kuu. Asija kasema wewe pastor ajue kama kuna kuku zetu zinasubiri huko. Yohana 18 mstari wa 14. Yohana 18. Lakini ukiendelea kusoma utasoma kuja mpaka 20 mwenyewe. Alafu utagundua kwamba nguvu ya ufufuo ni kubwa sana. 18:14. Inasema hivi. Naye Kayafa ndiye yule aliyewapa Wayahudi lile shauri ya kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu. Sema amen. Kuhani alikundua akasema yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu. Kwa ajili ya nini?
Ya maana Kristo akufa kwa ajili yake, alikufa kwa ajili yetu ili afanyeje? Maana Biblia inasema kwamba katika kufa kwa Yesu Kristo, wakati alipofufuka, tumefufuka naye. Sema amen. Oh, haleluya. Bila tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi. Unajua hivi tunavyotembea barabarani, tunatembea watu wawili tofauti. Kuna watu waliokufa na watu walio hai. Walio hai ni wale waliompokea Kristo, na ule uhai umekuja ndani yetu kwa sababu siku Yesu alikuwa anafufuka, alifufuka pamoja na sisi. Kwa maana ufufuo wa Yesu Kristo sio kwa ajili yake tu, na wewe ulikuwa umefufuliwa na Yesu Kristo. Kwa maana uhai wa kimungu ndani ya maisha yako, uzima uko ndani ya maisha yako, na ule uzima ulionao ni uzima wa kimungu ndani ya maisha yako, na uzima usiokuwa na mwisho. Sema amen. Uzima uliokuwa ndani yako ni uzima usiokuwa na mwisho. Hata kama ukifa utaendelea kuishi tu. Sema amen. Oh, haleluya. Haleluya. Kufufuka kwa Yesu Kristo kumerudisha uzima ndani yetu, na kama kumerudisha uzima ndani yetu, na pia katika kufufuka kwa Yesu Kristo, alipofufuka alikuwa ameshinda pia mauti. Sema amen. Alikuwa ameshinda mauti, na ndio maana Paulo anasema nini? Kila siku ninapambana na kifo, lakini niko hai. Sema amen. Na ndio maana kushinda kifo mara nyingi, na ndio maana wakati mwingi tunavamiwa na roho ya mauti, lakini roho ya mauti inatuachia. Sema amen. Pastor, juzi hapa nilikutana na tatizo moja. Nilikuwa tu nimetoka kanisani, nimeenda pale Mwambao Dodoma pale, nampeleka mgeni aenda kula chakula. Niko pale, ghafla nasikia moyo wangu mapigo yanaenda yanafanya nini? Yanaanza kushuka taratibu. Alafu nikasikia hapa kuna moto unaanza kutoka kwenye moyo wangu. Nikasikia endelea kuishiwa nguvu. Nikasema nikimwambia mgeni itakuwa ni hali mbaya. Niambia wewe endelee kula, nakuja kulipa. Nikatoka nje nikakimbia pale Aga Khan, kwa sababu kutoka Mwambao straight Aga Khan. Nimeingia Aga Khan, wamepima vipimo, wanakuta kwamba niko sawa, pressure iko sawa, hiki iko sawa, lakini mimi nahisi ninaendelea kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wakati wanaendelea kupima vipimo vingine, nikajilaza pale kwenye benchi. Nahisi kabisa naondoka, chini Bwana barikiwe. Nikaanza kuomba, baadaye wakati wa kugundua kama wadudu ule moeba, nikapewa dawa na nini, nikaendelea. Lakini nakunywa dawa hali haibadiliki, na meza dawa hali haibadiliki. Baadaye nikaendelea kuomba, nikaomba, nikapata nguvu. Nilikuwa nikisimama nataka kudondoka. Sasa baada ya kupata nguvu, nimekuwa sana endelea kuhubiri na kufanya kazi. Tuko kwenye ibada, tuko tunaabudu. Nikasikia Mungu ananiambia kwamba siku ile ulikuwa umesikia hali hiyo, walikuwa wameweka mstari mwekundu, usipite tena, usiishi tena. Walikuwa wamemalizana na wewe, ni watu hawa na hawa katika ulimwengu wa roho. Ushukuru na utoe sadaka ya kushukuru kwa sababu umeshinda hicho kifo. Nilishtuka, mimi nilijua kwamba ni tatizo la kawaida. Kumbe unaweza ukafa, lakini kwa sababu Yesu alishinda mauti, wakatuma mauti, lakini nikachomoka. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna siku moja nilikuwa Dodoma, nimemwombea mtu mmoja kutoka Mpwapwa. Huyu mtu alikuwa figo zake zimefeli, uwezo wa kusafisha figo umeisha. Wakamtoa Mpwapwa, wakamleta kanisani, wakamtoa kwenye gari. Ilikuwa Ijumaa, amebebwa ananinginia namna hii, ameingizwa ndani. Sasa tatizo lake ni figo, hatuna tena yale ya kufanya kusafisha figo yake. Hawezi tena kwenda chooni, kila kitu kimekwama, kimeharibikia. Mimi nikamshika, nikaomba dakika 2, nikasema amekuwa mzima. Tulikuwa na kijana mmoja mwimbaji kutoka Dar es Salaam, akaniuliza, pastor, hii maombi umeomba hapa ndio imeishi hapa? Nikamuuliza, ulikuwa unataka nifanyeje? Neno la Mungu nasema tutaweka mikono juu ya wagonjwa na watapokea nini? Haikusema turuke wala tunene kwa lugha. Nishatimiza neno la Mungu. Pastor, tumefika Jumapili. Kumbe walipofika Jumamosi asubuhi, si ni mtu wa kunyanyua tu, hawezi tena kutembea. Wamemlaza kitandani. Sasa walikuwa wamemsahau, wakasema twende watu kumwangalia mgonjwa saa 4. Wameingia ndani, mgonjwa hayumo. Wakasema ameibiwa. Pakawa na taharuki, mgonjwa amepotea. Wakaanza kutafuta mgonjwa. Walijua hatembei, amenyanyuliwa na wachawi. Tafuta mgonjwa haonekani. Sasa mtu mmoja anapita nyuma, huko nyuma ya nyumba, akaanza kutafuta nini? Amemkuta jamaa anapiga mswaki. Na mswaki wake anauliza, "Ni nini? Mwatafuta?" "Tunakutafuta wewe." Sasa si mimi, wewe niko hai. Jumapili amekuja kanisani mzima, anatembea mwenyewe. Sasa alipoanza kushuhudia,
na mimi mwenyewe nikasikia mwili unaingia baridi. Hivi ninavyowaambia, analima mashamba yake Mpwapwa ni zaidi ya miaka 3. Bwana asifiwe sana. Ina maana yake katika Kristo tumeshinda mauti. Oh, haleluya. Katika Kristo Yesu ameshinda kifo. Kama ameshinda kifo, hata wewe una nguvu ya kushinda kifo. Sikiliza, mpaka tuko hai leo kuna mauti mengi tumekwepa. Mpaka tuko hai leo. Sikiliza, baada ya kumwombea ule pastor, baada ya kumwombea ule mtu, pakawa na msiba Dar es Salaam. Kule kwa wazazi wangu walezi, nikasema acha niende msibani. Ilikuwa Jumatatu. Nikaanza kupigia basi, nimpigia BM, line yangu ikipita hapokei. Mimi nikikata wanaongea na mtu mwingine. Mimi nikipika hapokei. Nikaanza kupata wasiwasi, nikaanza kusikia kwamba yawezekana Mungu hataki nisafiri na ile basi. Kumbe lile basi nitaka nilinganganie lile. Nikashinda kutafsiri. Unajua unaweza kupata message lakini ukashindwa kisha kutafsiri message yako. Tukaamka asubuhi nikasema mabasi ni mengi. Nikafika kule stendi kule Dodoma pale 8 nikakuta basi la Baraka linaenda Mtwara lile la choo ile. Si hata hii ni nzuri. Nikapanda. Kumbe nimepanda kwenye kaburi. Lakini nasikia wakati nataka kupanda, nasikia amani inapotea. Amani inapotea. Nasikia roho yangu, na watu wote walikuwa wananisalimia wanaingia. Mimi nimesimama, watu wote wanaingia, mimi nimesimama nje. Wale wote nilikuwa nawasalimia, wote walikufa. Nimepanda kwenye gari, tunaanza safari. Sisi yao kwanza alipotoka na gari pale stendi nikasema, utafika kweli? Aogopi traffic pass, analala na gari. Anatoka na stendi, aogopi hata traffic. Tunaenda tunafika mbele huko nani kule Iumwa, akaturusha mpaka tukajibamiza vichwa kwenye. Kasema moja kwa kwanza bro, tufunge mikanda. Tukafunga mikanda. So leo tumeamka, ni gari la mapema, tumeamka kausingizi kale, tunalala. Tunapita tu Kibaigwa kidogo, nikasikia basi nafanya shap, nikashtuka usingizini, imetoka kulia inaingia, inatoka kushoto inaingia kulia kwa speed kali. Unajua speed paka unasikia woga, unasikia mwili gari inakimbia. Ile speed sijui kwa alikuwa amemaliza speed yote, mimi sijui. Ghafla lori lao linatokea huko juu, nalo linaiva. Upande wa kushoto site yetu nako kuna malori imepangana. Hakuna kisi arudi tena huko. Na huko anakoelekea gari inakuja. Nikasema, nikashika tu kisi nikasema, Yesu okoa maisha yangu. Ndio neno niliyosema. Nikakiona kifo kinakuja, nikasema Yesu okoa maisha yangu. Nikafunga macho. Nikasema nitakufa, nichomoke moja kwa moja naenda mbinguni. Dereva akaona hapa huku upande wa kulia nako huku pembeni ya barabara kuna korongo, akaingia kwenye korongo. Gari kapiga mlafu, ikaruka juu, ikapinduka namna hii. Inaanza kusereleka upande wa madirisha ambapo tulikuwa tumelalia. Inaenda na piga kwenye mti. Afrika simama. For the first time nimechanganikiwa kisaikolojia. Chapata ajali lakini ile nilichanganikiwa. Alafu nikashangaa watu wanalia, watu washakufa, wengine wameshachomoka kwenye madirisha. Alafu haya madirisha upande wa pili yanakuwa huko juu. Matairi yamekuwa upande wa huko kwenye madirisha. Sasa mimi kwenye akili yangu nikajua kama litalipuka hili, litawaka moto. Nikachomoka fast, nikapanda kwenye siti, nikatoka. Wakati natoka pale juu, sasa nikiangalia huko chini, nikasema nikiruka hapa, na siku nyingi sina mazoezi ya kutosha, miguu inaweza kaingia ndani. Unajua umri nao ukishaenda mbele, kuna sehemu vile vitu vile ukijaribu unavunjika tu miguu. Nikaingia tena ndani bwana. Nilipoingia ndani, nikatokea sasa kwenye zile vent zile za juu za kupitisha, nikapiga teke, ikaruka huko, nikatokea pale. Nikaanza kutokomea porini, ninakoelekea sijui. Nimetoka mzima kwenye basi, lakini kule porini ndio nikaanza kukatika. Nikasikia tena ndia, Samuel unaenda wapi? Ndio nikazote, niko wapi? Ndio nikaangalia nyuma, nikaona gari liko huko. Watu washakufa kama 12. Na dada mmoja alikuwa pembeni yangu, alikufa hapo na kitoto kichanga. Kile kitoto kichanga alikuwa nacho, nimsalimia za asubuhi. Hachimu ana huzuni. Inawezekana kile kitoto kichanga kimelaliwa na gari, lakini wamenyanyua gari, kimetoka kizima. Wakati nilirudia ndani, Mungu, unajua Mungu anakuprotect, anajua mpaka na simu yako.
Nilikuwa na simu mbili, moja ikachomoka, ingine ilibakia kwenye mfuko. Sasa wakati nashuka chini, natoka kule juu, na hapa nikiruka tafuti, nikarudi tena ndani ya gari. Wakati nashuka chini, nikakuta kibegi changu cha laptop hapa, nikakishika nikakiweka mgongoni. Nikatoka nacho. Maana sikupoteza hata sindano. Wakati natoka hapo nje, ile simu moja imepotea. Wakati wananyanyua basi ili kutoa wale watu ambao walikuwa wameshikiliwa chini, nikakuta simu yangu imeangukiwa na gari. Ule uzito wote wa gari umeibonda hiyo simu, lakini imevunjika protector. Nikachomoka nayo nzima. Ina maana yake Mungu atakuepusha na mauti, kwa sababu Kristo ameshinda mauti. Ninaweza kukupa ushuhuda mwingi ambao Mungu ameniokoa na kifo, huwezi amini macho yako. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana ukiwa ndani ya Kristo ujue kwamba wewe ni mshindi kwenye mauti. Haleluya. Una haja ya kuogopa. Woga ni ishara ya kufa. Sema amen. Ukiwa jasiri katika Kristo, kwa sababu Yesu alipofufuka ni ishara kwamba ameshinda kifo, na hajashinda tu kifo cha siku za mwisho, ameshinda kifo hata katika maisha yako. Na ndio maana watu wamekutegea mitego ya mauti mpaka sasa unaishi. Na wajui unaishi vipi, mpaka leo wanajiuliza walikupangia kufa mwaka jana, mpaka leo unadunda. Watu wanakuuliza mara 5 upo? Nipo. Upo kweli? Nipo. Ni wewe kweli? Ni mimi. Na wanafikiri na kusahau, wanakujua vizuri. Walikuua katika ulimwengu wao, lakini wanaona unadunda. Kwenye ulimwengu wao walikuwa wamemaliza, lakini kwa sababu Kristo ameshinda mauti, mpaka sasa uko hai. Maombi yangu asubuhi ya leo, kila roho ya mauti, kila kalenda ya kifo iliyopangwa juu yako, kwa ufufuo wa Yesu Kristo, ishi tena maisha marefu. Ile sheria ya kifo ya familia kwako ikafe kwa jina la Yesu Kristo. Ile roho inaua watoto wako ikafe kwa jina la Yesu Kristo. Ile roho inaua biashara yako ife kwa jina la Yesu Kristo. Ile roho inaua mahusiano yako ife katika jina la Yesu. Maana kifo cha Yesu Kristo kinatupa ushindi kwa jina la Yesu. Na kwa kumalizia kifo cha Yesu Kristo, utaongezea verse nyingine wa Korinto wa kwanza 15:55. Utaongezea verse inayotuambia Yesu alishinda mauti. Jina la Bwana libarikiwe. Na kwa kumalizia, kufufuka kwa Yesu Kristo kulifungua mlango. Sema amen. Yesu alipofufuka kuna mlango umefunguka. Na ndio ndio kumalizia hapa, ni mengi hatutasoma yote, hatutasema yote. Tunaenda katika Yohana 16 mstari wa 7. Yohana 16 mstari wa 7. Neno la Mungu linasema nini? Yesu anasema hivi. Haleluya. Anasema lakini, tuseme pamoja. Lakini, tuseme sote kwa sauti. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hatakuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Sema amen. Ina maana yake Yesu, kifo cha Yesu Kristo na kufufuka kwake, alipokuwa yuko hai, anaambia mitume, yafaa mimi niondoke. Ni faida kwenu mimi nisibaki hapa, ni faida kwenu mimi niende zangu. Sasa njia ya kuondoka ni hipi? Njia ya kuondoka kwake ni njia ya kifo. Ina maana kufa kwa Yesu Kristo ndio ilikuwa njia ya safari yake, kwamba afe ili ule mwili aliyouchukua upate kubaki. Jina Bwana libarikiwe. Na atakapofufuka aweze kurudi wapi? Mbinguni. Sasa alipofufuka, ukisoma Matendo ya Mitume sura yake ya kwanza mpaka mstari wa 4, Yesu akasema wamfuate Galilaya. Na walipomfuata Galilaya, Biblia inasema kwamba akawaambia kwamba wabaki Yerusalemu. Kwa nini wabaki Yerusalemu? Kwa sababu watakapobaki Yerusalemu, yule msaidizi, yule Roho wa Mungu atakuja juu yao. Kwa maana kifo cha Yesu Kristo na kufufuka kwake kumesababisha kwamba Yoeli sura yake ya 2:28 imetimilika. Yule Roho aliyekuwa kwa ahadi. Hakuna kizazi chenye neema, hakuna kizazi chenye baraka kama kizazi hiki, ambaye yule Roho katika Agano la Kale alishuka tu kwa watu watatu: manabii, makuhani na nini, na
na wafalme, alikuwa anakuja anarudi. Lakini katika kizazi hiki, kifo cha Yesu Kristo na kufufuka kwake amemwachia yule Roho, na yule Roho anakaa ndani yako daima, na yule Roho hata ukifa yuko pamoja na wewe, kwa sababu siku ya kurudi kwa Yesu yule Roho, maana yeye ndiye aliyefufua Kristo, na yule Roho siku utakufa ndio atakaye kufufua, utamlaki Yesu Kristo mawinguni. Ina maana kifo cha Yesu Kristo kimeamisha kitu cha thamani, kitu cha kipekee ambacho ni Roho Mtakatifu. Sikiliza, Roho Mtakatifu ndani yetu ametuheshimisha. Mimi Samueli nani angeniheshimu? Mimi nani angeniheshimu? Hata baba yangu mwenyewe alinikatia tamaa kwa utundu niliokuwa nao, akasema najuta kuwa na kitu kama na wewe. Lakini yule Roho aliyepokaa ndani yangu, kuna vitu nafanya vinanipa heshima. Wewe ungeliniita Mwanza kwa nini yangu? Ungeniita Mwanza nije nifanye nini? Kinachosababisha unanipenda ni yule Roho. Kwanza sasa nikushuhudie, mimi nilikuwa na kigugumizi pata, nilikuwa siongeagi vizuri. Ndio maana nilikuwa hata mimi kuongea huwa naongea sana madhabahuni. Na naongea na mtu naye mjua. Nisipokujua ndio maana watu wengi wanafarakana kwamba ni mzito, kwa sababu mimi sio mwongeaji. Naweza nikakaa kimya, naongea na mtu naye mjua. Nisipokujua vizuri siwezi kuongea na wewe. Nilikuwa na uzito wa lugha, lakini ule Roho alipoingia ndani mwangu, ninaongea kama cherehani. Sema amen. Naweza kwanza kuongea sasa mpaka usiku sichoke. Sio kwa nguvu zangu, ni kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu. Mungu anamwambia sema katika Zakaria 4:6, sio kwa uwezo wala kwa nguvu, bali ni kwa Roho. Roho Mtakatifu ndani yako amekufanya unakuwa mtu sio kuwa wa kawaida. Kiwango cha ajabu kilicho ndani ya maisha yako ni ule Roho kuhamia ndani yako. Na Roho, Yesu anasema ni heri nife, nikife niondoke kwenu, nisipoondoka hawezi kuja, lakini nitakapoondoka nitampeleka kwenu. Ina maana Yesu angekufa bila kufufuka asingelikuja kwetu, lakini kwa sababu alikufa amewaambia mitume mubaki Yerusalemu, msubiri ahadi ya Mungu. Na Roho aliposhuka akaingia ndani ya mvuvi mmoja hivi. Sema amen. Nani anajua? Nyinyi mko Mwanza, mnajua vizuri maisha ya wavuvi. Ni complicated people. Wengi washirikina, wana matusi, ni watu hatari, wanajamini kupita kawaida. Petro alikuwa ana kiwango cha masomo. Sema amen. Na ndio maana ukiangalia kwa nini Mungu alimwacha Petro akampa Paulo mataifa. Sema amen. Kwa sababu Petro alifanya vitu vikubwa. Sema amen. Vile vitu vikubwa ambavyo Petro alifanya kwa sababu ile Roho alikuwa ndani yake. Lakini Paulo alikuwa ni msomi sana. Sema amen. Katika ule usomi aliokuwa nao, Mungu akasema nikishusha Roho na ule usomi atachange maisha walio wengi. Na ndio maana kwenye maisha kujiandaa sio dhambi. Kama unasikia wajinga wengine nasema kusoma theolojia ni dhambi. Huyu mtu hana maisha marefu katika utumishi. Yesu mwenyewe aliwapiga mitume theolojia miaka 3. Amewafundisha. Wewe imagine Petro alifika hiyo siku anaanza kupiga historia kina Daudi, historia kina Musa. Wewe usifikiri ni kwa sababu alijazwa Roho. Sikiliza, Roho Mtakatifu anakuwa na limitation pia kulingana na ujuzi wako. Na ndio maana unatakiwa usome sana, unatakiwa ufundishe sana. Na hata kanisani unapofundishwa sana neno la Mungu, unakuwa unapanuka, ujuzi unaongezeka na utendaji wa kimungu unakuwa mkubwa sana. Lakini watu wengi wapendi mafundisho, wanapenda mahubiri ya miemko. Utakwenda Galilaya, utakwenda Marekani, haleluya, wachawi watapigika, wasimama. Wakisha kufa ndio sasa wewe hatua yako iko vipi? Unajua mimi najua kanisa vizuri sana. Mimi nina uwezo wa kupiga injili, nikimaliza injili ninakusanya hela za kutosha. Hata hilo ulikuwa umeficha utaniletea. Lakini subiri kwa ajili ya hiyo. Mimi nahubiri kwa malengo kumtengeneza Kristo ndani ya maisha ya mwanadamu. Nina uwezo, mimi najua, nina uwezo, najua kanisa, najua nitabagusia wapi.
zile noti nyekundu nyekundu zitanifuata madhabahuni. Inafundisha taratibu kwa simple way, ili kwamba uelewe. Sema amen. Ukielewa, mwalimu afundishi vitu complicated, anafundisha vitu vitakavyobadilisha maisha ya mwanadamu. Roho Mtakatifu yuko ndani yako, na hii ni mabadiliko makubwa. Hauwezi kuacha dhambi bila Roho Mtakatifu. Pamoja na kufundishwa neno la Mungu, kinachokusaidia uishi neno ni Roho Mungu na maisha yako, na kinachokusaidia kufanya mambo makubwa ni Roho Mtakatifu ndani yako. Roho Mtakatifu ni ulinzi mkubwa. Roho Mtakatifu ni zaidi ya irizi. Maana Biblia inasema nini? Tunalindwa kwa imani kupitia nguvu za Mungu. Maana Roho wa Mungu ni protection, ni zaidi ya kutembea na irizi kiunoni, ni zaidi ya kutembea na irizi. Sema amen. Aliye na Roho ni upepo. Biblia inasema kwamba upepo au unavuma au julikani unatoka wapi na unakwenda wapi. Mtu aliye na Roho ni upepo, ajulikani anatoka wapi, anakwenda wapi. Ni mtu very dangerous. Na kitu cha kushangaza, upepo hakuna anayeweza kuumudu. Tunaweka kwenye matairi, unafikia mpaka unatoka. Tunafunga kwenye matairi, lakini upepo unachomoka. Sikiliza, hata yule aliyefunga maisha yako, ipo siku atashangaa, unapenya, unatoboa, unaolewa, unafanikiwa. Akiingia kwenye matunguli yake, anaziona picha zako, lakini wewe unachanja mbuga, kwa sababu wewe ni upepo. Na ndio maana katika Biblia Roho Mtakatifu, kwa kumalizia, Wayunani wanamdefine kwa watu mbili, wanamuita dunamis. Dunamis inatokana na vile vilipuzi vya kwenye migodi, dynamite, vile ambao wanaingiza kupasua mawe. Sasa Roho Mtakatifu huwa anapasua, na ndio maana akishaingia ndani ya mtu anapasua karakta mbaya, anapasua nguvu za giza, anaharibu vitu. Na kwa hatua ya pili anaitwa pneumatic, ina maana yake ni upepo. Na ndio maana siku ya Pentekoste upepo ulivuma, ina maana yake wewe ni upepo, hakuna anaweza kukuzuia. Na Roho Mtakatifu ni upepo unaokutoa chini. Acha niseme kitu, ili Elia apande mbinguni, kuna upepo wa kisulisuli ulimtoa chini na ukampeleka juu. Upepo wa kisulisuli ukipita, hata makaratasi walikuwa wakiyakanyaga huwa yanatoka chini na kupanda juu. Roho Mtakatifu ndani ya maisha yako, watu wanaweza kukukanyaga wakakuona una samani. Akipita kwako, anakunyanyua na kukupeleka juu, anakutoa mavumbini na kukuketisha pamoja na wako. Kuna watu wa kusoma, lakini Roho alipopita ndani yao akawaheshimisha. Kuna watu wana familia, Roho alipopita ndani yao akawaheshimisha. Asubuhi ya leo, ufufuo wa Yesu Kristo ulimhamisha Roho ndani ya maisha yako. Ndio maana kaka, oa mwanamke mwenye Roho Mtakatifu. Oa mwanaume mwenye, najua nyinyi unapenda kuoa paka mwenye gari, sio mbaya. Olewa pia na mwanaume mwenye hela lakini ajaye Roho. Oa mwanamke aliyejaa Roho Mtakatifu. Oa mwanamke mbaya. Unajua hata vijana wanajichanganya sana, anataka shepu, anataka rangi. Beba dada mmoja aliyejaa Roho Mtakatifu. Wakati utakuwa umevamiwa na mapepo, she will pray for you. Atakukemea mapepo. Halo. Kwa dada mmoja, mume wake alitaka kufa na mapepo. Kwao kila mtu anayeota, mtu amebeba jeneza moja, watu 7 wanabeba jeneza moja, kila anayeota ndoto anakufa. Mume wake akamka asubuhi akamwambia kwamba, mke wangu, muite mwanasheria tuandike kila kitu, asikunyanyasa kwenye familia. Mimi naondoka. Sasa naondokaje? Kwetu kila anayeota mtu amebeba jeneza, watu 7 wanabeba jeneza, huwa anaondoka. Mke wake akamwambia kwamba wao ni wao, mimi sijakubaliana na Mungu kuwa mjane, kwako haitatokea. Dada akaanza maombi. Akasikia Mungu anamwambia kamwone mchungaji. Alipoenda kwa mchungaji akasema tuombe. Dada na mchungaji alipokuwa na Mungu anasema kwamba kuna laana kwao. Kuna mtemi, babu yao wa mkubwa sana mtemi, alizikwa na watu 7 wakiwa wazima. Wale watu walipokuwa nafukiwa na udongo wa kifa, walisema kila kijana wa familia hii atakufa kwa sababu wametoa bila sababu. Wanatuonea tu kwa sababu ni watemi. Na ndio maana kila alikuwa anaota jeneza anakufa. Yule dada wakaomba toba, wakapiga maombi, mwanaume anadunda mpaka leo. Angeoa shepu vipi je? Sio mbaya kuoa shepu pia, lakini alijaza Roho. Atakwambia mume wangu, leo usiende kazini, au leo tuombe kwanza.
Leo tumtafute Mungu. Lakini tatizo linakuja, walio na roho wanaenda kutafuta wapagani. Anasema mimi na roho nitambadilisha. Wewe unabadilisha kwa wapi? Anayebadilisha watu ni Roho Mtakatifu. Mungu wa mbinguni akubariki. Amen.